السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. اے وہ لوگ Bismillahirrahmanirrahim. Alifa mtukufu ayyadahullah ta'ala bin Nasr Aziz anasema kwamba enyi wale walioamini, muombe msaada kwa Mwenyezi Mungu kwa maombi na kwa subra. Bila shaka Mwenyezi Mungu ni mwenye kusaidia na yupo pamoja na wale wanaosubiri. Mtu analazimika kupata shida mbalimbali katika maisha yake. Mtu baadhi wakati anapata matatizo mbalimbali katika maisha yake. Baadhi wakati anapata hali ambamo yeye hawezi kufanya zaidi ya subra. Anapata hasara ya mali na nafsi na vile vile vitu vya dunia. Mtu wa dunia anapopata hali hii, yeye anaanza kulia na kwa kulia anakubali hasara hii. Lakini wapo wengine ambao hawawezi kusimama dhidi ya hasara hii inayopatikana katika dunia hii. Wengine badala ya kusubiri wanaleta malalamiko dhidi ya Mwenyezi Mungu. Au wapo wengine ambao kwa sababu ya hasara ya dunia wanakuwa wandawazimu, wanakosa akili yao. Lakini watumishi wa Mwenyezi Mungu wanakuwa wa aina hii, ambao hasara ya mali na nafsi wanapata, lakini wanaonyesha subira. Au baadhi wakati wanasumbuliwa na wanapigwa na wanadhulumiwa. Hii yote inatokea kwa sababu ya hii kwamba wao kwa kumpokea mjumbe wa Mwenyezi Mungu na kwa kupokea ujumbe wa Mwenyezi Mungu wanaamini
माली नुकसान भी खुदा ताला की खातिर होते हैं, जानी नुकसान भी kana kwamba hasara yao ya dunia pia inakuwa kwa ajili ya mwenyezi mungu, vile vile hasara ya nafsi pia inakuwa kwa ajili ya mwenyezi mungu. Kujitolea kwao inakuwa kwa ajili ya mwenyezi mungu, lakini wao bila kuwa na malalamiko yoyote juu ya mwenyezi mungu wanaonyesha subra. Lakini wao katika hali hii wanafanya dua, wanamwomba mwenyezi mungu kwa kusema, mola wangu, hayo yote yanayotokea ni kwa sababu ya hii tumempokea mjumbe wako. Basi katika hali hii utupatie uwezo wa kusubiri, na vile vile mwenyewe uje kwa ajili ya kutusaidia sisi, na utuokoe katika dhuluma ya hawa wadhalimu. Imtihani tunayopata kwa ajili ya ridhaa yako, basi utupatie uimara katika hali hii. Halifa mtukufu anasema kwamba watu wengine wanasoma historia ya manabii waliopita zamani. Waislamu wengine wanasoma historia ya manabii iliyoelezwa ndani ya Qur'ani tukufu. Vile vile wanasoma matukio yaliyotendewa na waislamu wa zamani, au wanasikiliza kwa kupitia maulamaa wao. Lakini wanajumuia waislamu wanajumuia ni wale ambao kwa sababu ya kumpokea masihi aliyeahidiwa alayhi salatu wassalam, kwa sababu ya kumpokea mtumishi wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwa sababu ya kumwamini mjumbe wa Mwenyezi Mungu aliyekuja kwa ajili ya kuisha dini tukufu ya Islam, hawa wanajumuia pia wanapita katika hali ile ambayo kwa ajili ya watu wengine inaonekana ni jambo la historia, yani ilitokea katika historia tu, au labda madhehebu mengine yanaweza kusema sisi pia kwa sababu ya dini tunasumbuliwa na tunadhulumiwa. Lakini lakini hawa wote wanaodai wanapopata nafasi ya kuwasumbua na kuwadhuluma wengine wanawadhulumu kama wao wanadhulumiwa na hawa. Lakini wanajumuia ni wale ambao kwa kuonyesha mfano waaminio na kwa kutokushika sheria ya nchi mikononi mwao, wao wanafanya subra dhidi ya dhuluma na wanainama mbele ya Mwenyezi Mungu na wanaomba msaada kutoka kwake. Basi hii ni tofauti kubwa sana katika wanajumuia na katika watu wengine wa dini ambao wanadai wanasumbuliwa. Sisi wanajumuia ni wale, na tunatakiwa tuwe wa sifa za aina hizi kwa sababu tumepokea Masihi aliyeahidiwa alayhi salatu wassalam, kwamba katika imtihani ya dunia na katika upinzani wa wapinzani, sisi hatuendi kinyume na subra wala haturudi nyuma katika imani yetu. Sisi ni wale ambao wanaelewa vizuri kwamba dawa ya dhuluma hii ni kwa Mwenyezi Mungu. Wakati tunapopata shida, sisi hatuinami mbele ya dunia, bali tunalazimika kuinama mbele ya Mwenyezi Mungu ambaye ni mwenye nguvu. Ni yeye ndiye, kwa sababu ya subra yetu na kwa sababu ya maombi yetu,
anatuokoa katika usumbufu huu unaopatikana na lazima atatuokoa katika dhuluma hii. Mwenyezi Mungu ni yule ambaye harudishi mja wake anayemwomba kwake bila kupokea maombi yake. उन्हें जरूर जजा देते Wale ambao wanatolea kwa ajili ya jumuiya yake, bila shaka Mwenyezi Mungu anawapatia ujira mema. कि इस इरशाद पर अमल करने वाले और इसका इदराक रखने वाले Sisi ni जिसमें watiifu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na sisi tunafuata amri hii ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ambamo ndani yake alisema hali ya mwaminio pia ni ya ajabu. और ये मुकाम सिर्फ Mambo yake yote yanakuwa juu ya heri, अगर उसको कोई खुशी पहुंचती है na ni mwaminio tu ambaye anakuwa na hali hii. Yeye anapopata furaha katika maisha yake, basi yeye anashukuru kwa sababu ya kupata furaha na anasema alhamdulillah, तो ये अमर na खैर का मुझे हो। sujudu mbele ya Mwenyezi Mungu. और अगर उसको कोई तकलीफ पहुंचती Basi kitu hiki kinakuwa heri kwa ajili ya mwaminio. Lakini yule mwaminio anapopata shida katika maisha yake, basi anafanya subra, basi kitu hiki pia kinakuwa heri kwa ajili yake. बड़ी तकलीफें पहुंचना Halifa mtukufu ayyadahullah taala bin Abdul Aziz anasema kwamba kupata usumbufu katika njia ya Mwenyezi Mungu, बंदे को na kwa kupata usumbufu huu kuonyesha subra na kufanya maombi, ni kitu ambacho kinampatia mwanadamu mwaminio ujira mwema. Lakini zaidi ya hayo, Mwenyezi Mungu ni yule ambaye anamneemesha mja wake kiasi hiki kwamba mwaminio anapopata shida ndogo katika maisha yake, Mwenyezi Mungu anampatia ujira kwa sababu ya shida ile aliyopata. कि मुसलमान Kwa kueleza hali hii, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam alisema, तकलीफ और गम mwaminio akipata uchovu, maradhi, ugonjwa, shida na huzuni, hata तो इसके बदले में अल्लाह ताला yeye anapopata miiba katika maisha yake, kwa badala ya shida hizi zote Mwenyezi Mungu anasamehe dhambi zake zote. जो एक मोमिन को जरा Basi huyu ndiyo ni Mungu wetu ambaye ni msamehevu, mrehemevu, ambaye anamjaalia neema zake mwaminio kwa sababu ya kazi zake ndogo ndogo. अल्लाह ताला की तरफ से Kwa ajili ya yule mwaminio ambaye anainama mbele ya Mungu na anaonyesha subra, basi yeye anapata bishara kutoka kwa Mwenyezi Mungu, na bishara za Mwenyezi Mungu ni wingi, kwa wingi sana anapata bishara za Mwenyezi Mungu. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa kueleza umuhimu wa maombi na subra na kwa kueleza neema za Mwenyezi Mungu zinazopatikana kwa sababu ya subra, alisema नफल पढ़ते हुए damu inayomwagwa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na टपकने वाले कतरे से ज्यादा कोई कतरा machozi yanayotoka usiku machoni wakati wa kuswali swala, basi Mwenyezi Mungu anapenda matone haya mawili zaidi kuliko vitu vingine vyote. सब्र करके ठीक Wala Mwenyezi Mungu सब्र की गम Mwenyezi Mungu hapendi kitu kingine zaidi ya kitu hiki ambacho maaminio anapopata shida, basi anaonyesha subra katika hali hii ya huzuni na shida. Basi Mungu anapenda sana sifa hii ya mwaminio kuliko vitu vingine vyote. गुस्से के खून से ज्यादा Amesema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hivyo ndivyo Mwenyezi Mungu anapenda sana wakati mtu anapopata hasira. Basi wakati wa hasira yeye anaonyesha subra, badala ya kuonyesha hasira yeye anaonyesha subra. ताला की रजा हासिल करने वाला बनता है। बस चाहे Basi kwa kupitia vitu hivi vyote mwaminio anapata ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Basi iwe mambo yanayohusu maisha ya binafsi au yawe mambo yanayohusu jumuiya, अगर अल्लाह ताला का प्यार हासिल करना katika hali hii yote, ikiwa mtu anataka kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu, anataka kupata upendo wake, basi katika hali hii Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam
alisema kwamba mwaminiwa anatakiwa ainame mbele ya mwenyezi mungu na awe mwenye subira sana. Akifanya hivi basi atapata ukaribu na mwenyezi mungu. Katika riwaya moja inapatikana hivi, बड़ी गैरत रखता है और mwenyezi mungu kwa ajili ya watumishi wake anakuwa na ghaira sana, बस जिस मामले को na wale ambao wanamuudhi mwaminio mwenyezi mungu anawaadhibu na anawaangamiza. उसको बंदे को अपने हाथ में Basi kitu ambacho kina dhamana yake inachukuliwa na mwenyezi mungu, mwanadamu hatakiwi achukue dhamana yake, bali mungu mwenyewe anakuwa mdhamini wake. Tena si hii tu kwamba wale ambao wanainama mbele ya mwenyezi mungu wanamtegemea mwenyezi mungu, mungu जब बंदे ana waadhibu maadui wa watu hawa, bali mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alisema wakati mtu anapodhulumiwa na katika dhuluma hii anasubiri, katika hali hii mwenyezi mungu anampatia heshima, na yule ambaye amepewa heshima kutoka kwa allah subhanahu wa taala, ni heshima gani ambayo mwanadamu anaweza kutaka zaidi ya heshima hii ambayo anapewa kutoka kwa mwenyezi mungu? Basi siku hizi katika nchi mbalimbali wanajumuia wanasumbuliwa sana, wanateswa sana na wapinzani wetu. Kwa kupata hali hii sisi tunatakiwa kwa kuonyesha subra tumuombe msaada kutoka kwa mwenyezi mungu na tuiname mbele yake. Ni yeye ndiye ambaye atawakamata viongozi wa hawa wapinzani na makafiri, na yeye ndiye और जमात की ni mwenye nguvu dhidi ya hawa ambao wanafanya njama dhidi ya wanajumuia. तमाम तक Na sisi tunashuhudia katika historia ya jumuiya, नाकाम ingawa mdui alikuwa na nguvu sana na alikuwa na जमात का कदम uwezo, lakini yeye alifedheheka na aliangamizwa na mwenyezi mungu, na jumuiya iliendelea kupata maendeleo siku hadi siku hadi. जब हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा को भी गुजरना पड़ा और इनसे गुजर कर ही Wakati mtume muhammad sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake waliposumbuliwa na walipoteswa, kwa kupita hali hii walipata ufaulu, basi sisi pia lazima tupate hali hii ya usumbufu na mateso. Bila hii hatuwezi kupata ufaulu katika maisha yetu. देखिएगा हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं Kwa kueleza hali ile ya usumbufu uliopatikana wakati wa mtume muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sayyidina alayhi salatu wasalam anasema wakati wa miaka mitatu si wakati ndogo, bali ni kubwa sana, ni ndefu sana. Katika miaka hii 13 shida aliyopata mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sisi hatuwezi kueleza hali ya shida ile katika maneno yetu. Alisumbuliwa na aliteswa na watu, na wao hawakuacha kasoro yoyote ya kumsumbua mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. एक तरफ तो कौम Lakini upande mwingine mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikuwa akisihi masahaba waonyeshe subira. और इस्तिकलाल Yani upande mmoja watu waliendelea kumsumbua na kumtesa, lakini mtume sasema alikuwa akiwa sihi masahaba zake wafanye subra. Mtume sallallahu alaihi wa sallam alikuwa akisema kama mtume sasema aliambiwa na mwenyezi mungu kama manabii wa zamani walifanya subra, we pia ufanye subra. Basi mtume sallallahu alaihi wa sallam alikuwa akikubali mateso haya yote, na alikuwa akionyesha subra, na alikuwa haonyeshi uvivu wowote kwa sababu ya mateso haya, bali kila siku alikuwa akipiga hatua mbele. Alisema क्योंकि वो एक महदूद कौम के लिए मबूस ukweli ni kwamba subira ya mtume muhammad sallallahu alaihi wasallam ilikuwa si sawa na manabii wa zamani, kwa sababu wale manabii walikuja kwa ajili ya mataifa maalum. Kwa hiyo mateso yao na shida yao ilikuwa sawa na hali yao, lakini dhidi ya hali ile mtume muhammad sallallahu alaihi wasallam hali ya subra yake ilikuwa hii kwamba ilikuwa kubwa sana, kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam आसानी की दरपैर alipingwa na taifa lake kwanza, na wao walianza kumsumbua. Wakristo pia wakawa maadui. में आकर जो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में
basi sisi और तमाम मज़ाहब पर ambao tumefanya bayati ya mtumishi wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliyekuja kwa ajili ya kuisha dini tukufu ya Islam na alikuja kuthibitisha ubora wa Islam juu ya dini zingine zote, ख़त्म करके एक हाथ पर जमा करके vile vile alikuja kufuta makundi yanayopatikana katika Islam, na kwa kufanya hivyo alikuja kuwajumuisha watu wote ili wawe umma moja. Sisi pia katika hali hii सामना करना पड़ेगा। tunatakiwa tusimame kwa imara dhidi ya upinzani unapatikana kutoka kwa wasiokuwa na jumuiya na wasiokuwa Waislamu. Wale ambao si Waislamu wao hawaleti upinzani wazi wazi, गैर मुस्लिम है और वो मुखालफत करते bali hawa watu तो बड़े ambao si Waislamu तरीके से ikiwa wanapinga Islam सोच समझ wanapinga kwa ujanja sana. इस्लाम पर हमले करने के Hawa wanatumia njia kwa ajili ya kushambulia Islam लेकिन मुखालफतें बाहर कर रहे हैं। ambayo waweze kusema kwamba angalieni sisi hatukudhulumu, lakini lazima hawa pia wanafanya upinzani. Sisi tunalazimika tusimame kwa imara dhidi ya hawa watu pia. Kwa hiyo Sayyidina alayhi salatu wasalam amesema silaha ambayo wapinzani wanatumia kwa ajili ya kuangamiza Islam, sisi pia tunatakiwa tutumie silaha ile ile, na silaha hii ni vipeperushi na vitabu. Wakati Islam itakapoenea katika nchi za wasiokuwa Waislamu, katika hali ile nchi hizi pia zitaleta upinzani dhidi ya jumuiya. Wakati watu wale watakapoona kwamba wananchi wanakubali Islam, wanasilimu, hata siku hizi baadhi wakati लेकिन जब देखा tukio moja moja linaanza kupatikana. Kwa mfano katika makanisa walitupatia ruhusa ya kufanya sherehe, lakini wao walipoona watu wameanza kuelekea kwenye jumuiya, kwenye Islam, walikataa kutupatia nafasi ya kufanya sherehe katika makanisa yao. हकीकी इस्लाम है जो जमात अहमदिया जिसकी तबलीग Hawa ला रही है, wanajua tayari kwamba Islam hii ambayo inayoelezwa na wanajumuiya, lazima siku moja Islam hii itapata ushindi siku za usoni, लेकिन na hii ndiyo ilitabiriwa kwamba Islam hii itapata ushindi kwa kupitia jumuiya Ahmadiyya. मुसलमान लोग जो हैं Lakini siku hizi wale ambao ni Waislamu ni mashehe wa hawa Waislamu, kwa sababu ya kukosa cheo chao wanaleta upinzani dhidi ya jumuiya kila mahali. रहे हैं जिस तरह पुराने ज़माने में मज़हब पर किए गए। Hawa pia wanatudhulumu kama watu wa zamani walidhulumiwa na wapinzani. मुल्ला के पीछे चलने वाला वोटर हमारे हाथ से न जाता रहे। वोट और सस्ती शोहरत Wanasiasa pia kwa sababu ya kukosa kura na kwa ajili ya kupata umashuhuri pia wanafuata hawa maulamaa wa kijina. अक्सरियत Pengine hawa maulamaa ni wale ambao hawajui kuhusu mafundisho sahihi ya dini tukufu ya Islam. जुम्मे की नमाज पे आते हैं, Wapo wengi ambao wanawafuata hawa mashekhe ni wale ambao hawaswali swala, labda wanakuja kusali swala ya Ijumaa tu, hata hawaswali Ijumaa, wanakuja kusali swala ya Idi tu, lakini kwa jina la ghaira ya Islam hawa Waislamu wanashambulia wanajumuiya, पास करवाने की कोशिश करते हैं। ingawa wao wenyewe hawana elimu ya Islam, au wanajaribu sheria ipitishwe katika bunge dhidi ya wanajumuiya. Katika Pakistan pia Azad Kashmir katika bunge chini ya athari ya mashehe wa Pakistan na wanasiasa wa kule pia करारदाद पेश कर रहे हैं। wanajaribu siku hizi kwamba wanajumuiya sheria itolewe dhidi ya wanajumuiya kwamba wao si wanajumuiya. Hazur anasema hawa wakashmiri wafanye wanayotaka kufanya. क्या हासिल करेंगे? Katika bunge la Pakistan pia walitoa amri kwamba wanajumuiya si Waislamu, lakini waangalie kwamba
hakuna maendeleo ya jumuiya hayakukwama bali maendeleo yanapatikana na jumuiya inaendelea kupiga hatua mbele siku hadi siku. Lakini wanajumuiya wanatakiwa wakumbuke kwamba kwa kufanya subra, kuomba msaada wa Mwenyezi Mungu na kuinama mbele ya Mwenyezi Mungu, vile vile kulinda ibada na swala ni jukumu la kila mwanajumuiya. Na hiki ni kitu ambacho kitakachotupatia fadhila za Mwenyezi Mungu zaidi na zaidi. Kisha upinzani unapatikana katika Zaire pia. Nimeshawahi kuelewa mara chungu mzima katika hutuba zangu, kwa sababu ya kuwa wanajumuiya wapo wengi ambao wamefungwa gerezani na wamepewa adhabu ya miaka 2 au 3 kwa sababu ya kuwa wanajumuiya. Wapo wengi ambao hawakufungwa gerezani, lakini serikali inaweza kuwakamata hawa wanajumuiya na kuwapeleka gerezani. Vile vile marufuku mbalimbali yanapigwa dhidi ya wanajumuiya kwa sababu ya hii tu, kwamba mashehe wa kule wanaona jumuiya inapata maendeleo na itapata maendeleo sana siku za usoni, na wao hawataki maendeleo haya yapatikane. Hivyo ndivyo katika Bangladesh pia upinzani unaendelea mara kwa mara. Katika Indonesia pia na katika nchi za Arabuni pia upinzani unapatikana. Hivi majuzi katika Bangladesh kuna sehemu itwayo Shubhai katika wilaya ya Memansingh. Kule katika misikiti wetu mashehe walishambulia na walimpiga mbashiri wetu Mustafizur Rahman kwa kumpiga visu. Walimshambulia kwa kutumia visu kiasi hiki kwamba mwili wote ulikuwa na majeraha. Tumboni pia walipiga kisu kiasi hiki kwamba figo yake ilitoka nje katika tumbo, na shingoni pia walipiga visu. Lakini wale walishuhudia wanaona kwamba damu ilikuwa inatoka kwa kasi sana katika mwili wa yule mbashiri wetu. Polisi ilifika kule kwa wakati na wao walimsalimisha mbashiri wetu na walimpeleka hospitalini. Wanajumuiya pia walifika na khudam pia walifika kule hospitalini na walitoa damu yao kwa ajili ya yule mbashiri wetu. Mwenyezi Mungu alileta fadhila zake, baraka zake, kwamba mbashiri wetu alipata matibabu na madaktari pia walikuwa wazuri kule na alipata matibabu mazuri. Alifanyiwa upasuaji ya masaa mengi sana. Tangu jana taarifa iliyopatikana ni hii kwamba bado hali yake yupo, maisha yake yupo hatarini, ingawa kidogo amepata ufahamu. Na baada ya kupata ufahamu, yule mbashiri weki alikuwa hawezi kuzungumza, lakini ameandika juu ya karatasi, na katika karatasi aliyoandika inaonyesha shani ya mwaminio. Ye alikuwa na wasiwasi kuhusu wanajumuiya wengine. Aliandika kwamba mufanye mpango wa ulinzi wa mbashiri fulani, kwa sababu yeye pia yupo hatarini, watu wanaweza kumshambulia yule pia. Hazuru nasema Mwenyezi Mungu amjalie mbashiri wetu afya njema yenye umri mrefu sana, na Mwenyezi Mungu amponye na amjalie afya na shifa kamili. Hazuru anasema kwamba kuhusu upinzani huu unapatikana, Sayyidina Alayhi Salatu Wasalam alituambia mapema sana. Alisema ikiwa nyinyi mumekubali jumuiya Ahmadiyya, mnalazimika kuteswa. Kwa kueleza mada hii, Sayyidina Alayhi Salatu Wasalam anasema kwa ajili ya jumuiya yetu pia kuna mateso kama mateso yalipatikana wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake. Alisema kwamba teso la kwanza ni kwamba mtu anapojiunga na jumuiya, marafiki zake wote, jamaa zake wote wanamwacha na wanamtenga. Hata baadhi wakati
wazazi na ndugu pia wanakuwa mdui wa yule mwanajumuiya, hawataki kumsalimia, hawataki kusali jeneza yake. मैं जानता हूँ mateso ya aina hii mengi yanapatikana katika maisha yake. Amesema sayyidina alayhi salatu wassalam, najua wapo wengine ambao ni dhaifu wa imani, na kwa kupata mateso haya wanapata shida na wanakuwa na wasiwasi. Kumbukeni kwamba lazima mupate mateso haya na usumbufu huu, और मसाइब आए kwa sababu nyinyi si कि खुदा ताला पर ईमान कभी हो। wabora zaidi kuliko manabii, kwa sababu manabii pia walipata mateso, na hii inapatikana hali ili imani imarike juu ya Mwenyezi Mungu na mabadiliko mazuri yapatikane. Muendelee kufanya maombi. Basi hii ni lazima kwamba mufuate nyayo za manabii, na vile vile mushike subira katika maisha yenu. Nyinyi वो सच्चा दोस्त नहीं है, hamtapata hasara. Yule rafiki yenu ambaye anawaacheni kwa sababu ya kupokea jumuiya, yule si rafiki mzuri. Pengine yule rafiki alitakiwa angeungana nawe. Basi nyinyi mnatakiwa wale watu ambao wanawaacheni kwa sababu ya hii na wanajitenga kwa sababu ya hii, kwamba nyinyi mumejiunga na silsila na jumuiya iliyoanzishwa na Mwenyezi Mungu, nyinyi msipigane na hawa watu ambao wanajitenga, bali nyinyi mufanye maombi kwa ajili ya hawa. Hazur anasema huu ndio ni mwenendo wetu. Wengine wana tusumbua, lakini sisi tunalazimika kufanya maombi. Sayyidina alayhi salatu wasalam amesema mufanye dua kwa ajili hawa watu, Mwenyezi Mungu awajalie imani ambayo nyinyi mmepata. Nyinyi kwa mfano wenu mwema muthibitishe kwamba nyinyi mumeshika njia iliyonyoka. Yani baada ya kujiunga na jumuiya hamkufanya kosa, hamkufuata uchafu, bali nyinyi mmefuata njia safi na iliyonyoka. Hazur anasema basi आया और हमें दिखाना चाहिए। बेशक hili ni jibu kwalo tunatakiwa tulionyeshe baada ya mashambulio haya ya wapinzani. Bila shaka sisi tunafuata sheria ya nchi na tunafanya maombi, और करेंगे, ये भी अल्लाह ताला का हुक्म है। na vile vile wale ambao ni wakosefu, ni maadui, tunafuata sheria ya nchi pia, kwa sababu hii ni amri ya Mwenyezi Mungu. Lakini और ना छोड़ना चाहिए। sisi hatuachi subira, wala hatutaacha subira, wala hatutakiwi tuache tabia ya kusubiri. अल्लाह ताला के आगे ही हम झुकते हैं और उसी के आगे, Wakati wa kila shida na mateso tunainama mbele ya Mwenyezi Mungu, na sisi tutaendelea kufanya hivi inshallah. Lakini baadhi wakati kuhusu wengine napata malalamiko और यहाँ उनको तबलीग na taarifa, wao wamekaa hapa katika nchi hizi hawakupata shida. Hawa ni wale ambao wanapata nafasi ya kuhubiri. सोशल मीडिया पर मौलवी Baadhi wakati wanapohubiri na baadhi wakati wanapojibu majibu ya mashehe katika social media, wanatumia maneno makali dhidi ya hawa mashehe एमपी के लिए इशाया निशान नहीं। और बाद लिखने वाले मुझे लिख ambayo si sifa ya mwanajumuiya, na wengine wananiandikia और ऐसी गुफ्तगू सुनकर kwamba baadhi wakati wanajumuiya pia wanatukana kwa kujibu wale mashehe. Hazur anasema kwa kupata taarifa hii mimi मुनाजरा कर रहे होते हैं उसके लिए निकल रही होती है। sipati raha. बहरहाल ये बातें किसी तरह भी एक एमडी को जेब दे देती Hazur anasema kwamba है। mambo haya hayahusiki na mwanajumuiya wala si sifa ya maaminio mwanajumuiya. Taarifa hii ni kweli au vipi mimi sijui, lakini watu wameniandikia तो गैर एमडियों की जुबान ज्यादा नरम होती है। अगर तो ये kwamba wakati wao wanajumuiya wanapofanya mjadala na washuku wanajumuiya, baadhi wakati wanajumuiya wanatumia maneno mazuri zaidi kuliko wanajumuiya. Hazur anasema wanajumuiya wa aina hii na washauri ni afadhali wasifanyie mahubiri, kwa sababu mahubiri haya badala ya kupata ukaribu na Mwenyezi Mungu yatawapatia ghadhabu ya Mwenyezi Mungu. Mungu atawakasirikia kwa sababu ya tabia yao hii. और गुस्से का घूंट पीने वाला पसंद है।
kama ilivyoelezwa katika hadithi kwamba mwenyezi mungu anapenda yule mtu ambaye anaonyesha subra katika maisha yake na anapata ushindi juu ya ghadhabu yake, hasira yake. Hazur anasema sisi tunasema kwamba yule ambaye hana hoja yeye anapata hasira na ghadhabu. Ikiwa sisi tuna hoja na dalili, basi katika hali hii hatutakiwi tuwe na hasira wala tupate ghadhabu dhidi ya hawa wapinzani. Hazur anasema tunatakiwa tukumbuke na saa hii ya Sayyidina alayhi salatu wasalam daima dawamu. Anasema angalieni, mimi nimekuja kwa ajili ya hii kwamba niwapatieni mwongozo mara kwa mara kwamba muendelee kuepukana na mahala ambapo ufisadi unatokea, na ikiwa nyinyi mnatukanwa muonyeshe subira, na ikiwa mnatendewa vibaya muwatendee vizuri. Ikiwa mtu analeta ufisadi dhidi yenu, ni vizuri nyinyi muondoke mahala pale na mutoe majibu kwa upole. Baadhi wakati inatokea mtu analeta upinzani kali sana na anatumia njia ya ufisadi katika upinzani, na anataka wanajumuia pia wapate hasira, lakini wanapopata majibu kwa upole na yeye hatukanwi dhidi ya matukano, katika hali hii yeye mwenyewe anapata fedheha. Hazuru anasema kwamba hii ndiyo ni nasaha kwa ajili yetu kwamba ikiwa sisi tunatukanwa, sisi tumjibu yule mtu kwa upole sana. Amesema Sayyidina alayhi salatu wasalam kwamba kwa kuona hali hii yule mtu anajuta na anaona haya kwamba yeye hakutukanwa dhidi ya matukano. Hazuru anasema Sayyidina alayhi salam amesema, nawaambieni kweli kweli kwamba nyinyi msiache subira. Silaha ya subira ni ya aina hii kwamba nyinyi hamwezi kufanya kazi ile ambayo inafanya silaha hii ya subira. Subira ni ile ambayo inapata ushindi juu ya mioyo. Kumbukeni kwamba mimi nahuzunika sana ninapopata taarifa kwamba mtu fulani kwa kuwa mfuasi wa jumuiya hii amepigana na mtu mwingine. Mimi sipendi njia hii wala tabia hii, wala Mwenyezi Mungu pia hapendi tabia hii, kwamba jumuiya ambayo inatakiwa iwe mfano kwa ajili ya dunia, jumuiya ile ishike njia ambayo si njia ya ucha Mungu. Bali na waambieni waziwazi kwamba Mwenyezi Mungu anaungana na hali hii kiasi hiki kwamba ikiwa mtu kwa kuwa mwana jumuiya hafuati subra, basi yele si mwana jumuiya. Sayyidina alayhi salatu wasalam kwamba hali ya hasira inaweza kuwa kwa sababu ya hii kwamba mimi natukanwa na hawa wapinzani. Basi ikiwa mimi natukanwa, nyinyi msiamue, kwa sababu ikiwa mimi natukanwa mumwachie jambo hili juu ya Mwenyezi Mungu. Nyinyi kwa matukano haya yote muonyeshe subra. Nyinyi hamjui kiasi gani mimi natukanwa na hawa wapinzani. Anasema mimi napokea barua yenye matukano na natukanwa, napokea barua, hata mimi nalipa malipo ya tikiti, lakini napofungua barua ile inakuwa imejaa na matukano. Na mimi nina hakika kwamba hakuna nabii yeyote aliyetukanwa kama mimi nimetukanwa. Hata mimi sidhani kwamba hata Abu Jahl pia anaweza kutukana kama mimi nimetukanwa na hawa wapinzani. Ikiwa mimi mwenyewe naonyesha subra, basi katika hali hii nyinyi pia mnalazimika kusubiri, kwa sababu tawi haliwezi kuwa kubwa zaidi kuliko mti. Angalieni mpaka lini wataendelea kututukana, hatimaye watachoka. Matukano yao na njama yao haiwezi kunipatia uvivu. Ikiwa isingekufadhila za Mwenyezi Mungu, mimi pia ningeogopa kwa sababu matukano haya, lakini najua Mungu amenituma. Kwa mimi kwa nini nijali mahali hii wa matukano haya? Haiwezi kutokea hivi. Nyinyi wenyewe mufikirie kwamba ikiwa wao wanatutukana, nani amepata hasara? Je, wao wamepata hasara au mimi nimepata hasara? Jumuiya yao imepungua, lakini jumuiya yangu imepanuka. Hazur Sayyidina alayhi salam amesema kwamba sasa idadi ya wafuasi wangu ni 200,000. Hazur Khalifa mtukufu anasema kwamba kwa kuwa na hali hii ya matukano, jumuiya yetu imefika katika nchi 209.
ingawa maadui wanatutukana lakini jumuiya hii imeendelea kupanuka. Sayyidina alayhi salatu wasalam anasema kwamba hawa watu ambao wamenipokea ni wale ambao zamani walikuwa wakinitukana na walitoa fatwa ya ukafiri dhidi yangu, lakini athari yake ilipatikana nini? Athari ilikuwa hii kwamba jumuiya yangu ilipanuka zaidi. Ikiwa jumuiya hii ingeendeshwa kwa kuwa na njama na hila, lazima athari yake ingekuwa tofauti na hali hii. Yani ikiwa mimi ningekuwa na hila ya kutengeneza jumuiya hii mwenyewe binafsi, basi fatwa hizi zingeleta athari kubwa sana dhidi yangu, lakini fatwa hizi hazikuleta athari yoyote. Lakini kitu ambacho kinakuwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu, mtu hawezi kuangamiza kile kitu. Njama inayoletwa dhidi yangu, wale ambao wanaleta njama wanashindwa. Hawa ni watu ambao wanaweka mkono wao dhidi ya mto mkali, wanataka kuzuia maji lakini hawawezi kuzuia maji haya ya mto. Wanataka kuizuia jumuiya hii kwa kututukana lakini hawawezi kutuzuia. Amesema Sayyidina alayhi salatu wasalam kwamba je, mtu mwema anaweza kutukana? Mimi nasikitika juu ya hali ya hawa Waislamu. Hawa ni Waislamu wa aina gani ambao wanatukana? Mimi nasema kwa kiapo cha Mwenyezi Mungu, mimi sijawahi kusikia matukano haya kutoka kwa watu wengine. Hawa watu ikiwa wanatutukana wanaonyesha hali yao ikoje, na kwa hali yao inathibitisha kwamba hawa ni fasiki na fajir. Mwenyezi Mungu awaongoze na awarehemu hawa watu ambao wananitukana. Hazur anasema kwamba basi sisi tunatakiwa tukumbuke kwamba katika social media baadhi wakati wanajumuia wanatoa majibu kwa kutumia maneno makali sana. Hii si sahihi. Hawa ikiwa wanajumuia wanafanya hivi, hawafanyi dhambi moja, bali wao wanafanya dhambi hii pia, kwamba wanapeleka mbali kizazi kijacho. Kwa sababu hali hii vijana wanaona labda sisi hatuna hoja, ndio maana lugha hii imetumika. Kwa hii si sahihi. Basi watu wa aina hii ambao wanafanya mahubiri hii wanatakiwa wabadilishe hali yao na mwenendo wao. Hazur Ali anasema kwamba ikiwa sisi pia tunawatukana wengine dhidi ya matukano yao, maana yake ni kwamba sisi hatuna hoja na dalili, ila hali Sayyidina alayhi salatu wasalam alitufundisha tunatakiwa tuwe wenye subira sana. Kuhusu hii pia, mada hii pia nataka kusoma maandiko ya Sayyidina alayhi salatu wasalam. Hazur anasema, mimi narudia mara kwa mara maandiko haya Sayyidina alayhi salatu wasalam ili kila mmoja aelewe vizuri. Sayyidina alayhi salam anasema, mimi natukanwa lakini mimi sijali ikiwa mimi natukanwa, wala si huzuniki kwa sababu hali yao hii, kwa sababu hao watu wameshindwa na wao wanaficha hali yao hii kwa kunitukana mimi. Yani wao hawana hoja, wameshindwa dhidi ya hoja zangu. Kwa hiyo kwa sababu wao hawana hoja wananitukana, wanaleta fatwa ya ukafiri, wameleta kesi dhidi yangu, na vile vile wameleta shutuma mbalimbali dhidi yangu. Wao watumie uwezo wao wote, kisha waone uamuzi wa mwisho utakuwa kwa ajili ya nani. Ikiwa mimi nikianza kuwatukana hawa pia dhidi ya matukano yao, basi mimi nitaacha jukumu niliyopewa na Mwenyezi Mungu. Mimi nasihi jumuiya yangu kwamba nyinyi kwa kusikia matukano haya, nyinyi muonyeshe subra, nyinyi msiwatukane hawa, kwa sababu ya hii baraka itaondoka. Nyinyi mnatakiwa muwe na subra, vile vile muwe na hulka njema. Kumbukeni kwamba akili na jazba ni maadui. Wakati mtu anapata jazba na hasira, akili haiwezi kubaki. Wakati mtu anapokuwa na subra, anakuwa mpole, basi yule mtu anapewa nuru. Kwa kupitia nuru ile mtu anapata mwanga, basi nuru inapatikana kwa kupitia nuru. Katika hasira na ghadhabu, kwa sababu giza inapatikana juu ya akili, kwa hiyo giza inapatikana kwa sababu ya giza. Hazur anasema kwamba ikiwa tunataka kuboresha akili yetu na ufahamu wetu
na tunataka kuleta nuru ndani ya mioyoni mwetu. Katika hali hii tunalazimika tupate ushindi juu ya hasira yetu na ghadhabu yetu, ndipo fadhila za Mwenyezi Mungu zitapatikana zaidi na zaidi. Maendeleo ya jumuiya yalipatikana hayakupatikana kwa kupitia ghadhabu na hasira, bali hii ni ahadi ya Mwenyezi Mungu. Alimwahidi Sayyidina Alayhi Salatu Wasalam kwamba atampatia ushindi. Wakati Mungu atampatia ushindi na Mungu ataweka baraka katika kazi yetu ya mahubiri, katika hali hii tunatakiwa tutafute ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Tunatakiwa tuweke nasahi ya Sayyidina Alayhi Salatu Wasalam mbele yetu katika maisha yetu. Amesema watu wanategemea mambo ya dunia, wanategemea masilahi ya dunia, lakini Mwenyezi Mungu hategemei masilahi ya dunia. Ikiwa yeye anataka, Mwenyezi Mungu bila kuwa na masilahi ya dunia anafanya kazi, na baadhi wakati anafanya kazi kwa kuleta masilahi ya dunia. Baadhi wakati inatokea hivi kwamba Mungu anaharibu masilahi ya dunia. Basi musafishe vitendo vyenu, yani Sayyidina Alayhi Wasallam anatusihi kwamba musafishe vitendo vyenu na mumkumbuke Mwenyezi Mungu daima dawamu na msighafilike. Wakati mnyama anapoonyesha uvivu anakamatwa na mwindaji, hivyo ndivyo ambaye anakuwa mvivu anakamatwa na shetani. Ikiwa mtu ataghafilika katika maombi yake na katika kuomba msaada kutoka kwa Mwenyezi Mungu, basi yeye anaweza kukamatwa na shetani. Amesema Sayyidina Alayhi Salam kwamba muendelee kutubu na msichoke kufanya istighfar. Na kitu ambacho kinatumiwa kinaweza kutuletea faida, na kitu ambacho kinaachwa bure haileti faida. Kwa hivyo nyinyi muendelee kufanya tauba isije iende bure. Ikiwa nyinyi hamkutubu vizuri, mfano wake ni sawa na begu inapandwa juu ya jiwe. Lakini ikiwa mtu anafanya tauba, basi mfano wake ni sawa na begu ambayo inapandwa katika shamba nzuri, na begu ile inaleta matunda. Siku hizi mnapata matatizo mbalimbali katika maisha yenu. Sayyidina Alayhi Salam alikuwa anawasihi wale watu waliokuja Qadian wakati ule. Alisema mtakapoondoka kutoka hapa, labda mtateswa na watu watasema maneno dhidi yenu na watawaiteni madajali na makafiri. Amesema ikiwa hao watu wanasema maneno haya, nyinyi msionyeshe ghadhabu. Sisi tumelazimika kuonyesha subira. Kwa hiyo mnatakiwa mufanye maombi kwa ajili ya hawa watu wote ambao wanasema maneno haya, kwamba Mungu pia awaongoze. Kama nyinyi mnaona kwamba wao hawatakubali maneno hiyo, nyinyi pia nyinyi pia mgeuze uso wenu. Kazi yetu ni kwamba tukumbuke ghara ya Mwenyezi Mungu, na vile vile tusali swala 5 bila kukosa, kwa sababu sala ni ufunguo wa maombi. Wakati mnaposwali swala mufanye maombi na msighafilike kuhusu swala yenu. Kutoka katika kila uovu, uwe kuhusu Mwenyezi Mungu au kuhusu binadamu, muepukane na uovu ule. Basi jukumu letu ni kwamba tujenge mahusiano mazuri na Mwenyezi Mungu, tuwe karibu naye na tufuate njia za Mwenyezi Mungu. Katika njia yake sisi tuweze kuonyesha subira na tuweze kujitolea kwa subira sana. Hazuru nasema Mwenyezi Mungu atujalie kwamba tuendelee kufuata njia za ridhaa ya Mwenyezi Mungu kwa kuwa na subira. Sisi tuendelee kupata fadhila na baraka za Mwenyezi Mungu katika maisha yetu. Amin. Hazuru nasema baada ya swala nitaswalisha jeneza ghaibu ni ya Nazmuddin Sahib wa Kerala, India, tarehe 3 Mei. Katika ajali ya train alifariki, na lillahi wa inna ilaihi rajiun. Alikuwa anaenda na gari lake akapata ajali na train akafariki. Alikuwa anarudi kutoka maonyesho ya Qur'ani tukufu, njiani akapata ajali. Alikuwa mwanajumuiya mwema sana, alitanguliza dunia ya dini juu ya dunia. Katika mikutano mbalimbali ya jumuiya na ijtimaa na jalsa salana alikuwa akishiriki.
alikuwa katibu wa fedha wa wilaya. वफात के वक्त बतौर नायब सदर अंसारुल्लाह भारत खिदमत अंजाम दे रहे थे। wakati wa kifo chake alikuwa naib sadar wa ansarullah. पहले अमीर जमात के तौर पर उन्होंने खिदमती तौर aliishi katika dubai kwa muda mrefu sana na aliwahi kuwa amiri wa kwanza wa dubai. alijenga mahusiano mazuri na watu na alitumia mahusiano haya mazuri kwa ajili ya faida ya jumuiya. से वो बंदी करवाते थे। alikuwa mtiifu hali ya juu ya nidhamu ya jumuiya na vile vile akiwasihi watu pia wafuate nidhamu. alikuwa mwenye kufanya ibada na kusoma Qur'ani tukufu na alikuwa mnyenyekevu wa hali ya juu. लोगों को फायदा पहुंचाने वाले नाफे नास वजूद थे। alikuwa na tabia nzuri sana na alikuwa mtu wa kuwapatia faida watu wote. हमेशा नेकी की तरफ aliwapatia malezi watoto wake pia vizuri sana बस्ता रहने की यकीन na alikuwa akiwasihi wafanyie mema katika maisha yao na alikuwa akiwasihi waendelee kujenga mahusiano na uhalifa. na alikuwa musi. binti yake moja anaishi hapa na mtoto wake moja anaishi katika dubai. mwenyezi mungu aiweke roho ya marehemu mahala pema huko peponi na mungu awajalie watoto wake waweze kuendeleza mema yake na waendelee kujenga mahusiano mazuri na uhalifa. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.